Na mimi ndugu yangu Deputy President ananisikiza sana. Pepo mbaya ni ile lugha ya kupiga handshake. Ukipiga handshake unapiga Rais Uhuru Muigai Kenyatta, unapiga amani, unapiga stability ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi kwa sasa sote viongozi tuunge mkono handshake. 2022 sasa tutajua kama ni tangatanga, kama ni Wanjiku, kama ni Kieleweke, tutajua ni gari gani tutatumia kutupeleka State House. Ile inaongewa nchini Kenya, sijui kitangatanga, Kieleweke, sisi sote tunajua. Mheshimiwa Deputy President ni makamu wa rais wa Kenya na ni deputy party leader wetu wa Jubilee, na tunajua Rais Uhuru Kenyatta ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, na tunajua 2022 tutakuwa na uchaguzi, lakini saa hizi bado tuko 2019 na tuliona machafuko yale yalifanyika baada ya uchaguzi. Watu wale walipata shida ni Wakenya wote wale wanaishi pale Nairobi. Soko ya miraa ilizoroteka. Wakulima wale kaunti zingine wanaleta mazao yao Nairobi wakazoroteka. Uchumi wa Nairobi na wa nchi ukazoroteka. Mahoteli yakafungwa. Watalii wakawa waji Kenya. Ndiposa rais akaona kuna haja ya kukaa ushikana, ndio Kenya yetu ikuwe na amani, Kenya yetu ikuwe stable. Na wale viongozi ambao hawaelewi hii siasa, rais alisema wafanye handshake na Raila Odinga. Handshake ikafanyika, amani Kenya ikarudi, watalii Kenya wakaongezeka, imani ya kimataifa ikarudi. Kitu kinakasirisha rais na ni rafiki yangu na tumeongea, ukipiga handshake wewe ukiwa kwa serikali unapiga rais, unapiga amani, unapiga stability ya nchi. Kwa hivyo tuachane na siasa mbaya, sisi tuendelee kuombea handshake iendelee. 2022 tunajua mahali kura ziko, msitudanganye na siasa yenu ya pesa nane. Wale wengi wanapiga kelele tangatanga, Kieleweke, hawatarudi. Wote hawatarudi. Viongozi wa 2022 wengi wao hawajajulikana. Wengi wao ni wale wako mashinani. Na mimi ndugu yangu Deputy President ananisikiza sana. Pepo mbaya ni ile lugha ya kupiga handshake. Ukipiga handshake unapiga Rais Uhuru Muigai Kenyatta, unapiga amani, unapiga stability ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi kwa sasa sote viongozi tuunge mkono handshake. 2022 sasa tutajua kama ni tangatanga, kama ni Wanjiku, kama ni Kieleweke, tutajua ni gari gani tutatumia kutupeleka State House. Lakini kumbukeni rais wa Ukraine, vile nimesema, hiyo nawaachia, sitaki kuongea mingi. Ya mwisho, jana rais alisema kwa sasa serikali haina pesa. Ile pesa 316 billion magavana tumepewa kwa sasa, tuchukue ile iko. Hiyo ni rais, sio Sonko. Mimi hapo awali nilikuwa nimenyorosha ndugu yangu Aden Duale, nikamwambia hiyo pesa mmejiongezea kwa mshahara, bado mkajiongezea sijui allowance ya kulala. Ati mbunge lazima akiwa Nairobi atafute mpango wa kando apewe pesa ya kulala kwa guest house, sijui kwa lodge. Hiyo mpango wa kando hiyo ni yako. Sisi tunajua bibi yako yule umeacha hapa Meru. Na mimi nimeambia hata ndugu yangu Duale, nikamwambia ile speed unaenda utarudi kule Garissa uchunge ngamia bila sijui nini. Wana kanisa hapa, sitaki kuongea wengine. Lakini sababu rais ameongea na mimi ni governor wa capital city ya Kenya,
na rais aishi Nairobi na State House iko Nairobi. Mimi naambia magavana wenzangu kwa sasa, tuunge mkono rais, tuchukue ile pesa iko, maybe financially inayokuja economy ya Kenya itakuwa imeenda juu kidogo, then tutaongezewa pesa kulingana na katiba ya Kenya vile inasema article 203 sub article 2 of the Kenyan Constitution inasema 15% ya revenue ya nchi ndio itakuwa mgao wa ugatuzi. Sitaki kuongea mingi, tushirikishe mzee wetu mapema. Asanteni sana. Wapi ile kijana ameenda kuleta pesa kwa gari? Peana padri hapo. Ningependa harufu ianze. Alafu mtatumana hiyo nyingine Wednesday na hiyo nyingine tutaleta tukija kufanya harambee. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Chama ni biti. Najua kila sehemu ina protocol yake. Wipe chairman. Ndio, good. Haya, I promise ile ngabana ametupatia shilingi 1500 ya kurufu hii kanisa yetu ya Mojwa. Na mmesikia hii nyingine tuchukue Jumatano na nitaendea. Ndio hii Father Joe wanapatiwa na chairman na ngabana wakati huu ni wako kwa wakabidhi. Pigeni makofi please. Asante. Makofi. Asante sana. Mungu akubariki. Asante sana. Nitaleta. Shika Father ni wewe utasema asante. Najua ni kwako. Your Excellency, the Governor of Nairobi, and our very dear brother, born of this earth, thank you very much. I know that we are here because you are there. Because though mourning the departure of our brother Morris, it is with your cooperation and a very open heart that has always been known by all Kenyans. In our prayer, we would like to assure you of our total cooperation, because a good heart comes from a man of God and who loves his people, and because God is the giver of everything, we appreciate, and may you be given, uongezewe na ubarikiwe. Tumupigieni kofi tu kwa appreciation hiyo, haikuja kwa njia hiyo. Museme 1 2 3. Abarikiwe, aongezewe, abarikiwe na aongezewe. We are with you. Thank you very much. Wanangabana tumesema asante sana. Bila umeona watu wamekubali hapa ni kwako. Sasa tunataka kurudishia wapi vaje? Turudi kwa kanisa ili tufanye ile rights zetu za mwisho.